Kama unaandika, andika hatua za kuchukua kimkakati ili kupokea badiliko. Hatua za kuchukua kimkakati ili kupokea badiliko la kiroho linalopelekea badiliko la maisha yako kiujumla. Unapoona kichwa cha somo hivi, jambo la kwanza la kufahamu kwamba kumbe mabadiliko yangu ya kimaisha kiujumla yanategemea badiliko langu la kiroho. Amen, amen. Mabadiliko yangu ya kimaisha kiujumla, naposema kiujumla namaanisha katika mifumo yote ya kimaisha, kwa maana ya maisha yako ya kifamilia, maisha yako ya kiuchumi, lakini maisha yako ya shughuli mbalimbali. Kwa hiyo yanategemea badiliko lako la kiroho. Ukisoma maandiko kwenye kile kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana, mstari wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa kwanza na wa pili, maandiko yanasema, mzee kwa Gayo mpenzi nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Maana nalifurahi mno walipokuja ndugu na kuishuhudia kweli yako kama uendavyo katika kweli. Anasema, maana nalifurahi mno walipokuja ndugu na kuishuhudia kweli yako kama uendavyo katika kweli. Narudia tena, mzee kwa Gayo mpenzi nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Maana nalifurahi mno walipokuja ndugu na kuishuhudia kweli yako kama uendavyo katika kweli. Jina la Yesu libarikiwe. Ukisoma hapa utaona moja ya mistari inayozungumzwa hapa, anasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote, sio jambo moja, na katika mambo yote hasahau na jambo la afya. Amen, amen. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote, na katika mambo yote hasahau na jambo la afya. Alafu anasema na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Maana yake anataka kusema nini? Kule kufanikiwa kwa roho yako ndiko kuamue pia namna ambavyo maisha yako yote au mambo yako yote yanafanikiwa. Amen, amen. Bwana asifiwe. Kwa hiyo anamaanisha nini? Kwamba badiliko la ndani, badiliko la kiroho, badiliko la ndani ndilo linaamua na katika mambo mengine ufanikiwe kwa kiwango gani. Kwa mfano, kabla sijaenda mbali sana, Mungu alipokuwa anataka kubadilisha hatima ya Ibrahim, ambaye mwanzo aliitwa Abraham, na wale mnaofahamu, Abraham hajazaliwa kwenye familia wanaomcha Mungu wa mbinguni. Kazaliwa kwenye familia ambayo wanaabudu miungu mingine. Na Biblia inathibitisha wakati Yoshua akiwa mzee, amewakusanya wale wazee wa Israeli, anawaasa akijua anaelekea kuondoka duniani, anawakumbusha walikotoka, walipo na wanakokwenda. Lakini wakati anawakumbusha walikotoka, alianzia mahali safari yao ya kutembea na Mungu ilianzia kwenye msingi, kwenye shina linaloitwa Ibrahim. Yeye kama lango la kufungulia mlango wa safari ya imani ya taifa la Israeli. Yoshua anawaeleza, amen, amen,
kwamba tulikotoka na namna ambavyo Mungu alimtoa Ibrahim. Mwalimu, unaongea vitu gani? Fungua kitabu cha Joshua. Kitabu cha Yoshua. Nataka uweze uone ninapozungumza juu ya badiliko la kiroho, hatua za kuchukua. Haijalishi Mungu anakuambia na Mungu amekuahidi, kuna sehemu yako wewe inayokuhusu. Amen, amen. Hata kama Mungu anaongea nawe kwa njia ya ndoto, anakuonyesha maisha mbalimbali kwamba ulipaswa kuwa hivi, na saa nyingine ukitembea unasema kwa kweli mimi sikutakiwa kuwa hivi. Kuna mahali Mungu ananionyesha nilitakiwa kuwa hivi. Angalia, fungua Biblia yako, Yoshua sura ya 24 mstari wa 1 mpaka 4. Usije ukasahau mpenzi, ufanikiwe kama roho yako ifanikiwavyo. Ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Sasa angalia Yoshua sura ya 24 mstari wa 1 hadi 4. Maandiko yanasemaje? Yoshua akawakusanya kabila zote za Israeli huko Shekemu. Mnapofuatilia Shekemu utaona hapo mahali Ibrahim aliwahi kuinua madhabahu ya Mungu wake. Kwa wamekaa kwenye madhabahu ya kwanza kabisa, lango la kwanza, wakati Mungu anaongea na Ibrahim. Ndipo wamekaa hapo. Yoshua anawaonya Israeli. Anasema Yoshua akawakusanya kabila zote za Israeli huko Shekemu, akawaita wazee wa Israeli na wakuu wao na waamuzi wao na maakida wao, nao wakauzulia mbele za Mungu. Angalia lile neno mbele za Mungu, maanake chini ya uwepo wa Mungu. Walikuwa madhabahuni hapo. Haleluya. Walikuwa wapi? Madhabahuni. Anasema Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli hasema hivi, baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto, maana Tela baba yake Ibrahim naye ni baba yake Nahori, wakiitumikia miungu mingine. Anamzungumza Tela baba yake Ibrahim naye ni baba yake Nahori, wakitumikia miungu mingine. Alafu anasema nami nikamtwaa Ibrahim baba yenu toka ng'ambo ya mto, nikamuongoza katika nchi yote ya Kanani, nikaongeza uzao wake, nikampa Isaka. Kisha nikampa huyo Isaka Yakobo na Esau, nami nikampa Esau mlima Seiri au miliki, na Yakobo na watoto wake wakashuka Misri. Haleluya, watu wa Mungu. Unaona anavyoanza kwa kuwaeleza baba zenu hapo zamani. Jina la Yesu libarikiwe. Na maandiko yanasema aliwakalisha mahali panaitwa Shekemu. Shekemu. Amen. Na alipowakalisha hapo, utaona maandiko yanavyozungumza. Yanasema mahali pale ndipo wakaanza kuambia wakiwa mbele za Bwana. Mbele za Bwana, Biblia kwenye Agano la Kale inaposema mbele za Bwana, Agano Jipya ni mbele za uwepo wa Mungu. Lakini Agano la Kale walikuwa wakikaa mbele za Bwana, maana yake kwenye madhabahu. Ndio maana madhabahu ni lango la kiroho. Mnanielewa? Lango la kiroho la kupitisha vitu vya rohoni kuja mwilini. Madhabahu ni penye lango, ni lango kubwa la kiroho. Amen, amen. Kwa anasema akiwa amewakalisha mbele za Mungu, ndipo akaanza kuambia baba zenu hapo zamani. Tena anasema kabisa, Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Maana yake sio maneno yake, ni Mungu anaongea kwenye madhabahu. Anasemaje kwenye madhabahu? Asema hivi, baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto. Naam. Alafu anataja maana Tela baba yake Ibrahim naye ni baba yake Nahori, wakiitumikia miungu mingine. Hizi habari sio kwamba Yoshua alisoma mahali, ni Roho anamfunulia wakiwa kwenye madhabahu. Biblia isemi alisoma. Angekuwa alisoma, Biblia ingesema kwamba Yoshua akafungua chuo, akafungua kitabu, akawasomea wana wa Israeli. Lakini Biblia inasema walipokuwa wamekaa mbele za Bwana, Yoshua akawaambia Bwana Mungu asema. Maana yake si maneno yangu mimi Joshua, ni Mungu anasema. Kwa sababu wakati Ibrahim anakaa ng'ambo ya mto kwa mzee Tela, Yoshua alikuwa hata hajazaliwa. Watu wa Mungu, alikuwa hajazaliwa.
hiki tunachozungumza ni kizazi cha baadaye, miaka mingi. Kumbuka hapa Israeli walishakaa miaka 430 wapi? Misri. Wametoka Misri, wamekaa zaidi ya miaka 40 jangwani. Wameingia Kanani. Yoshua alitoka Misri kakiwa kakijana, ameingia amezeeka hapa. Miaka ni mingi imepita, miaka zaidi ya 500. Alafu Yoshua anazungumza habari zilizowahi kufanyika miaka zaidi ya 600 kabla yeye hajazaliwa, 600 700 huko nyuma. Ndiye anazungumza, anawaambia hakuwa yeye, ni Mungu anaongea ndani yake kumfunulia yaliyofanyika. Ndio maana anasema, sikieni Bwana Mungu asema hivi, baba zenu hapo zamani ng'ambo ya mto. Alafu anasema Tela, yani Tela anamtaja. Yoshua akawaambia watu wote, Mungu wa Israeli asema hivi. Mungu wa Israeli asema hivi, maana yake sio mimi, ni Mungu anasema. Haleluya. Alafu anasema baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto. Alafu anamtaja, maana Tela baba yake Ibrahim, naye ni baba yake Nahori, wakiitumikia miungu. Anaposema wakiitumikia, maana yake ya kuwa peke yake, sio tu alikuwa anafanya yeye, maana yake walikuwa wanatumikia pamoja na watoto wake na Abraham akiwemo, wakitumikia miungu mingine. Lile neno akitumikia, maana yake walikuwa wanaifanyia ibada, wanaifanyia ibada miungu mingine. Sasa maandiko yanasema Bwana akamtoa, anasema nami nikamtoa. Ukisoma pale mbele, nami nikamtoa Ibrahim. Angalia ile neno nikamtoa, maana yake Mungu anamtoa Ibrahim. Nikamtoa Ibrahim baba yenu. Angalia anavyosema baba yenu. Kule mwanzo amesema baba zenu, lakini hapa anasema baba yenu. Maana yake kuna badiliko lilitokea. Ibrahimu akajitenga na mababa wengine kiroho. Wale walikuwa wanatambulikana kiroho kama baba zao, lakini walikuwa wakiabudu miungu mingine. Nami nikamtoa, maana yake kuna badiliko hapa lilitokea. Miongoni mwao mmoja akatengwa. Nikamtoa Ibrahim baba yenu toka ng'ambo ya mto. Alafu anasema nikamwongoza. Sasa swali inakuja, alimtoa vipi? Hakwenda kumchukua kwamba Ibrahim na kuchukua toka hapa. Namna alivyomtoa Ibrahim pale, ukisoma maandiko utaona Mungu alimjilia akasema na Ibrahim, toka wewe. Mungu hakumwambia na kuchukua, alimwambia tu toka wewe. Maanake maamuzi ya kutoka, kukubaliana na ninachokuambia ni ya kwako. Usipotoka unabaki pale. Anamwambia toka wewe. Jina la Yesu libarikiwe. Nataka nikuunganishia hapo, nataka nikuanzia hapo, afu turudi Mwanzo 12. Turudi Mwanzo 12. Kumbuka, usisahau hapo kwenye Yoshua 24 mstari wa kwanza hadi wa 4. Mwanzo 12 mstari wa kwanza, unisikilize. Tuko kwenye pointi ya nikamtoa Ibrahim. Alimtoa vipi? Kwa sababu unaweza kusoma tu pale maandiko ukasema Bwana na mimi nitwae, bila kujua alimtoa vipi. Angalia maandiko yanavyosema. Bwana akamwambia Abraham. Maana yake sauti ya Mungu inakuja kwa Abraham. Bwana anamwambia toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Mungu anamwambia toka wewe, hasemi na kutoa. Wewe Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Angalia hiyo sentensi kwanza, ni kama haijakamilika. Yaani Mungu anakuita, alafu hakuambii unaenda wapi, ila anachotaka uchukue hatua kwanza. Unafikiri ingekuwaje? Ndio unaambiwa wewe. Anasema toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Maana yake hajamuonyesha. Ibrahim amezaliwa toka utotoni. Unkumbuka anaambiwa hapo ana miaka zaidi ya 70. Ana miaka 70. Anaambiwa atoke mahali alipozaliwa, kakulia, kaishi hapo, kawa mtu mzima, kashaoa saa hiyo anaambiwa. Alafu anaambiwa
toka uende, toka katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako. Vitu vitatu anazungumza: katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Sasa unajiuliza, kwa Yoshua anasema nikamtwaa. Unamwambia Mungu, ulimchukuaje? Maana yake alituma neno lake. Mungu anapotaka kukutoa mahali, hulituma neno, huituma sauti yake, huituma, anakutumia neno. Ndio maana saa nyingine mafundisho yanafundishwa au injili inahubiriwa, unaona ni wewe unaambiwa, ni wewe Mungu anaongea. Sasa saa hili unasema yani ukitoka pale, kama ni kanisani, unasema ni kama vile mtumishi aliniona, ni kama vile mtumishi amesimuliwa habari za maisha yangu. Kumbe ni Mungu anaongea na wewe kwa njia ya neno lake. Sasa wewe unavyofikiria, unafikiria yani mtumishi kafunuliwa leo, wewe unamwaza mtumishi, unaacha kumwaza Mungu, na unasahau kuna hatua Mungu anataka uchukue. Na maeneo mengi tuliokwama ni kwa sababu Mungu anaongea sana na sisi, ila tunapuuzia. Haya ninaokuambia, usifikiri Mungu hajawahi kukuongea juu ya kuchukua hatua. Ameshaongeaga na wewe sana, lakini angalia kinachotokea. Mungu akiongea na wewe unasikia kama kimuemue moyoni, unasema yani leo kwa kweli neno lilikuwa zuri, na unaomba kwa hisia. Unasahau kuomba peke yake haitoshi, kuna hatua za kimaelekezo Mungu anataka uchukue wewe binafsi. Haleluya! Na zile ndizo ambazo huwa zinatutofautisha, zinaondoa hali ya mfanano. Kinachokutofautisha, mnaweza kuokoka siku moja na mkaanza na Mungu na kutembea na Mungu siku moja, lakini maisha yenu kiroho na kimwili yakatofautiana kabisa. Mwingine baada ya mwaka tu au miaka miwili mitatu anaanza kusimulia matendo makuu ya Mungu. Mwingine yuko miaka mitano, ukimuuliza habari za Mungu bado ni kama nyota tu kichwani, kwamba naendaga kanisani, wanaendaga morning glory. Sio swala la kwenda kanisani. Mabadiliko yanayoonekana kwenye maisha yako baada ya Mungu kukuokoa ni yapi? Usifikiri atakuja yenyewe. Kuna upande wako, narudia tena hii sentence kwa mzigo, kuna upande wako ambao Mungu anataka wewe ufanye. Upande wako, sio upande wa Mungu tu, kuna upande wako. Na hii hata ukisoma mpaka kwenye Matendo ya Mitume, ili wale ndugu wapokee Roho Mtakatifu, maisha yao yabadilishe kiujumla, kulikuwa na upande wao. Yesu aliwapa maelekezo. Oh my Lord, nisikilize. Ndio maana wale wanaosoma Biblia utagundua hata miujiza mikubwa ya kutisha ambayo Mungu aliifanya haikufanyika hivi hivi. Kuna upande wa mwanadamu ambao ulimtaka awajibike. Angalia, ili Yesu amfufue Lazaro, kuna watu walitakiwa watoe jiwe. Unanisikia nachosema? Unanielewa nachosema? Angalia, ili bahari ya Shamu ipasuke, historia iandikwe, Musa alitakiwa afuate maelekezo ya kunyosha fimbo. Unanielewa nachosema? Maana yake kuna upande wa mwanadamu. Ili Yesu abadilishe maji kuwa divai, wale walitakiwa wamsikilize Yesu anachosema. Choteni maji, jazeni mabarasi. Basi wamejaza, chukueni, pelekeni mbele. Basi wasingemsikiliza, maji yasingebadilika kuwa divai. Ndio maana mama yake Yesu akasema, lolote atakalowaambia msikie. Maana yake kuna upande wako. Yaani kuna vitu unasema havitokei, ujue upande wa Mungu yuko tayari. Upande wako sasa ndio tatizo. Haleluya! Kama umenielewa sema amina. Mwalimu, kwa nini unasema hivi? Najaribu kukuonyesha kwamba kuna hatua za kuchukua. Ukiona miujiza mikubwa ya kushangaza ulimwengu kwenye Biblia, utaona ulikuwepo upande wa mwanadamu. Ulikuwepo upande wa mwanadamu. Angalia yule kiwete aliyetoka tumboni, hajatembea. Alipokutana na akina Petro na Yohana, Petro anamwambiaje? Nitazame sisi, tutazame sisi. Unaweza kujiuliza, mbona nimeshawatazama? Unajua wanashughulika na nini? Badiliko la kifikra.
kwamba ulipotutazama mwanzoni ulitegemea tukupe fedha, tukupe. Tunapokuambia tutazame sisi safari hii, maana yake acha mawazo ya kutegemea fedha kutoka kwetu. Hatuna fedha, hatuna dhahabu, tulichonacho ndicho halafu hawamwambii wana kitu gani. Kwa hiyo yule mtu akabadili mtazamo, akawatazama hivi, akiwa anatarajia kile walichonacho ambacho yeye hakijui, lakini ameshafuta mtazamo wa kupokea nini? Fedha. Ndio maana unajiuliza, mwanzoni amewaangalia wanakuja, akawaomba msaada, lakini baadaye wanamwambia tutazame sisi. Unajiuliza, mbona nimeshawaona? Hii tutazame inamaanisha nini? Maana yake kile ulichokuwa unakitazamia sio hicho tunachokuletea. Swali inakuja, ilikuwa ni mara ya kwanza tu wanakutana naye? Hapana, lakini mara hii ili maisha yake yabadilike kiujumla, kulihitajika yeye pia achukue hatua, sio tu aombewe, achukue hatua. Hatua ya kwanza alitakiwa abadilike kinini? Kimtazamo. Amen, amen. Bwana asifiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Muujiza ulitokea, haukutokea. Sasa unajiuliza, miujiza iliyokwama kwako, nani alaumiwe? Jina la Yesu libarikiwe. Mwanamke mwenye kutokwa na damu miaka 12, nini kilimponya? Yesu alimfuata chumbani kwake. Nini alifanya? Alichukua hatua. Muujiza mkubwa ukatokea. Iko miujiza mingi sana. Unamkumbuka yule aliyekutwa amelala? Hatua ya kwanza alifeli. Anaulizwa swali, unataka kuwa mzima? Akasemaje? Yaani unaulizwa unataka kuwa mzima, umekutana na Yesu, kapita wote. Kaangalia Biblia inavyosema, alikuta wengi wamelala, akawapita wote, akaenda kumfuata yule. Unataka kuwa mzima ndugu? Mimi sina mtu wa kunitia birikani. Mtazamo fikra. Yaani yeye anachojuaga Mungu anapitaga hapa, kumbe saa hiyo amepita njia nyingine, sio ile aliyozoea. Sina mtu wa kunitia kwenye bilika, sina mtu wa kuniombea, kumbe Mungu ana njia nyingine kabisa. Unataka kuwa mzima? Anajibu kitu. Unajua Yesu akamsaidia, akamwambia inuka, jitwishe godoro lako uende. Unaelewa? Wewe inuka, hujawahi kuinuka hata siku moja, ungeinuka kila hisi. Kwa pale kumebakia hatua yake ya kusema nimeambiwa inuka, ngoja niinuke. Fikiria angesema siwezi tena kuinuka, angekuwa pale pale. Yesu amuinui, anamwambia inuka, jitwike godoro lako. Inuka, jitwike godoro lako. Biblia inasema alipoinuka tu akajitwika godoro lake, akawa mzima, akawa anatembea. Nini? Upande wa pili. Mungu anataka wewe unawajibikaje? Jina la Yesu libarikiwe. Mmenielewa watu wa Mungu? Mungu unahitaji kuona miujiza ya kutisha kwenye familia. Upande wako uko tayari kuchukua hatua? Sio swala la kusema nahitaji tu, uko tayari kuchukua hatua? Sasa angalia mstari wa pili. Nilikuwa najaribu kukuambia, Mungu anamwambia Ibrahim, toka wewe katika nchi yako. Mstari wa pili unasemaje kwenye kitabu cha Mwanzo? Nilikuwa nakuonyesha hiyo mifano tu ya kuchukua hatua. Mwalimu, kwa nini unazungumza hivi? Najaribu kuonyesha pale tunaposema hatua za kimkakati. Sasa angalia anasemaje? Mungu anamwahidi nini? Anamwambia nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Angalia hiyo pointi, kuwa taifa kubwa. Anayeambiwa ni mtu mmoja, afa anaambiwa nitakufanya kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Unaelewa hiyo anachotafuta Mungu? Kwamba ukichukua hatua hii ninayokuambia, nitayabadilisha maisha yako kiujumla. Jina lako hutakuwa jina lile tena. Umenielewa? Nitalikuza jina lako, lakini nitakufanya kuwa taifa kubwa na kukubariki, na sio tu kukubariki, na wewe uwe nini? Baraka. Umewahi kujiuliza mtu amebarikiwa mpaka amekuwa baraka? Sio tu kubarikiwa, lakini ye mwenyewe kafikia mahali kawa nini? Baraka. Ni baraka inayotembea. Ndio maana kuna watu duniani ni ushuhuda unaotembea. Yaani ukitaka kujua Mungu anafanyeje, nenda kasome maisha yake. Unajua Mungu anafanyaje. Yaani uhitaji kusema tu Mungu, ukienda kusoma maisha yake unalikuta neno la Mungu kwenye maisha yake. Yaani maisha yake yanakusimulia neno la Mungu. Maisha yake ni muujiza unaotembea, ni ushuhuda unaotembea. Mungu akamfanya kuwa, atasema nitakufanya kuwa baraka. Maana yake alikuwa hajamfanya.
ni ahadi, kama ambavyo hata kwenye Agano Jipya kuna ahadi, ila Mungu anataka tuchukue nini? Hatua. Kwani hujasoma kwa mfano kwenye Yohana 3:16 umesoma? Maana jinsi Mungu aliupenda nini ulimwengu, akamtoa mwanawe wa pekee. Maana yake ukisikia neno kila amwaminie, upande wa pili wa kuchukua hatua, Mungu alishafanya, anakusubiria wewe unachukua hatua gani? Maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa nini? Swali linakuja, asiyeamini kila amwaminie, maana yake ni hatua ya kila. Usipochukua hatua, maana yake kile alichoahidi kwa sababu ya kumtoa mwanaye hakitakuwa halisi kwako. Na hatua anayozungumza hapa ni hatua ya imani. Jina la Yesu libarikiwe. Hatua ya imani. Amen, amen. Bwana asifiwe. Haya ndio tunaanza sasa. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya kimkakati, hatua ya kwanza ya kimkakati ni kuitikia au kuipokea sauti ya Mungu kwa imani na kuitekeleza. Amen, amen. Kwa sababu tukisema kuitikia tayari ni kutekeleza. Kuitikia au kuipokea sauti ya Mungu kwa imani, hiyo ni hatua ya kwanza kabisa. Kwa sababu mambo ya Mungu ukiyapokea kwa akili zako huendi, nakwambia huendi. Kwa sababu kuna lugha Mungu anaongeaga, unaweza ukasema huyu sio Mungu, sio Mungu. Unataka Mungu aongee sawa na akili zako zinavyotaka. Mungu hawezi kuniambia jambo hili, kwanza naanzia wapi? Mungu hawezi kukuletea jambo ambalo unajua pa kuanzia, kwa sababu ukijua pa kuanzia maana yake huyo sio Mungu. Anakuleteaje kitu chepesi hivyo? Imani yako itatoka wapi? Anakuletea mahali ambapo kwanza ukianza watu wengine wanasema kachanganikiwa huyu, kalogwa. Ndio maana sasa angalia, hatua ya kwanza kabisa ni kuitikia kwa imani ile sauti ya Mungu. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Usiseme tu nimesikia naenda kuomba. Umeitikia, umeikubali. Tunaposema kuitikia, umeikubali, umeipokea, uko tayari kuitekeleza, hata kama unaona inahatarisha mahusiano yako na watu wengine. Uko tayari. Unataka mabadiliko ya kiroho juu ya mabadiliko ya maisha yako yote, itikia kwa imani. Hapo tunaangalia mfano wa Ibrahim tu, ingawa nimekugusia mifano mingi mpaka kwenye Agano Jipya, lakini itikia kwa imani. Itikia kwa imani, itikia sauti yake kwa imani. Mimi nawaambia, unajua ninachoongea usifikiri natania. Najua wewe Mungu ameongea na wewe vitu vingi, ila hurumia. Waebrania 11:8 inasemaje? Angalia, ndio tunamalizia hapo, tuwaombe sasa. Inasemaje? Biblia inasema kwa imani Ibrahim alipoitwa aliitika. Alipoitwa alifanya nini? Aliitwa akaitika kwa imani. Ndio maana Biblia inasema kwa imani aliitwa atoke mahali pale, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi. Akatoka, maana yake akafanya maamuzi ya kutoka kwa imani, akaitikia ile sauti ya Mungu kwa imani. Kwa imani maana yake huyu aliyesema na mimi nina uhakika naye, sijui ninakokwenda, lakini kwa kuwa amesema na mimi acha tu niende. Wakati unaenda, Mungu anaanza kutengeneza mazingira. Wale wenye ukoma wasingechukua hatua, kile kishindo unachosoma leo usingekisikiliza, usingekiona kwenye Biblia. Hatua ndio iliwatofautisha kati ya kufa na kuwa hai, na wakachukua. Hivi nafikiria hatua ya kusema tunaenda kwa maadui, unaweza kirahisi hivyo, lakini wanajua tukikaa hapa tutakufa, tukienda mjini hawatutaki, bora tuende wapi? Kwa maadui. Mungu alipoona hatua walioichukua, nini kikatokea? Akaingilia kati. Kuna mahali usipochukua hatua, haijalishi una Mungu mwenye nguvu kiasi gani, Mungu anakusubiria upande wako. Bila upande wako kuchukua hatua, hutakaona. Biblia inasema kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika. Alipoitwa maana yake alisikia sauti ya Mungu akaitika kwa imani. Kwanza ile imani ikasema huyu ni Mungu anasema, alafu imani hiyo ikakubaliana na ile sauti kwamba ni ya Mungu, alafu akachukua hatua ya kutoka aende. Ndio maana mpaka leo nasema Ibrahim baba wa imani. Unafikiri kwa nini? Kwa sababu alichukua hatua.
Lakini wewe uko kwenye Agano Jipya, hutaki kuchukua hatua. Hatua ya kwanza, badiliko la kiroho kwa mabadiliko ya maisha yako. Kwa Mungu alikuwa anamtoa Ibrahim kwenye familia, kwenye nchi. Lile ni badiliko la kiroho. Ambadilishe kwanza, ndipo ampe Isaka. Na unagundua alipomtoa, sio kwamba alimpa Isaka, sio kwamba alimbariki. Alipomtoa tu, Ibrahim anakutana na njaa. Ndio maana saa nyingine Mungu kwenye mchakato wa kuchukua maamuzi namna hii, unashangaa unakutana na kuchukiwa na watu, kusemewa vibaya, kuzalaulika. Ukishaona umeanza kuzalaulika, ujue kuna heshima inatengenezwa. Mungu hawezi kukupa heshima kabla ya kuzalaulika, hawezi. Kafuatilie katika hatua za kukutoa, anapotaka kukubadilisha, utashangaa hata wale waliokuwa wanakuheshimu wanakuzalau, hata wale uliowasaidia wanakuzalau, hata wale ambao uliwaombea wanakuzalau, hata wale ambao uliwahubiria wanakuzalau, hata wale ambao uliwafundisha biashara wanakuzalau. Wanasema hana akili, lakini wewe ndio uliwapokea makambako. Kisha ona zalau ya namna hiyo, maana yake kuna hatua Mungu anataka akupeleke. Maana yake anakutenga na ile network ya kibinadamu ili akutengenezee network yake. Kama unanielewa sema amen. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Wangapi wameelewa utangulizi huu asubuhi ya leo? Badiliko la kiroho, kuitikia kwa imani sauti ya Mungu. Jina la Yesu libarikiwe. Unapojifunza somo la imani ni pana sana. Kuna maeneo pamoja na kuokoka muda mrefu, pamoja na kuimba, kumtumikia Mungu au kuhubiri au kufanya chochote kile au kuomba Mungu, maisha yako binafsi yanategemea unavyomsikia na kuitikia anachosema na kueleza. Na ndio maana saa nyingine unatamani kuiga, watu wanakushauri, na wewe mpendwa, fanya hiki, fanya hiki. Sikiliza, sio kila ushauri ni sauti ya Mungu. Unahangaika kufanya kila kitu, unashangaa hautoki. Na saa nyingine unachokifanya kinakuwa kizito, ni kama kinakufarakanisha na Mungu, kinakuletea pressure, kinakuletea nini? Kumbe ni kwa sababu umeamua kuiga kwa wengine. Usiige. Jina la Yesu libarikiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Usiige. Sikia sauti ya Mungu, haijalishi umri ulionao. Nimekuonyesha hapa, ukisoma kwenye Biblia, wako waliosikia sauti ya Mungu uzeeni kabisa na Mungu akawafanya kuwa baraka. Wako waliosikia kwenye ujana, wako waliosikia kwenye umama, wako waliosikia wengine wakiwa wajane kama wakina Rutu. Namfahamu Rutu, alichukua hatua akiwa mjane, amefiwa mume wake miaka kumi, lakini akachukua hatua kwenye ujane, kwenye uchungu, kwenye majeraha. Usisingizie, yani usijaribu kutengeneza mazingira kwamba unajua mimi, labda na mimi ningekuwa, unajua saa hizi napitia mahali pagumu, mimi ni mjane, bila kujali umri gani, mazingira gani, mapito gani unapitia, hali gani ya kiuchumi, hali gani ya kiafya. Wengine Mungu aliwajilia wakiwa wanaumwa vitandani, wengine aliwajilia wakiwa kwenye hali mbaya ya njaa, wengine aliwajilia wakiwa wazee, wengine wakiwa vijana, wengine wakiwa mabinti, wengine wakiwa wajane. Kwenye kila hali, soma Biblia uone wamekutana na Mungu kwenye hali tofauti. Usijisingizie chochote, usisingizie chochote. Na wengine Mungu alikuta kama wakina Petro. Unafikiri Petro mpaka kubadilishwa, kujua watu wa mataifa wanahitaji injili, si alikutwa akiwa na Mungu kabisa, lakini Mungu ilibidi azungumze naye. Kwa hiyo nilipokuwa nafundisha hapa, nimeona nizungumze haya kwa sababu mwingine ni kama alikuwa anataka kujitoa kwamba sasa mimi kwa hali hizi ningekuwa angalau kama mwingine. Sio kama mwingine, hali hiyo hiyo. Mwingine anasema yani kwa tabia hizi, kahaba Rahabu, tena Biblia inasema kahaba, lakini alichukua hatua ikabadilisha hatima yake. Haijalishi uko kwenye hali gani, fikiria huyu ni kahaba. Mungu anachoangalia ni hatua tu ambazo utachukua sawa sawa na sauti yake. Uko tayari kuomba? Inua mikono yako juu, sema e Mungu ria hai. Sema kwa sauti, e Mungu ria hai, asante kwa neno lako asubuhi ya leo. Umesema nami, umeongea nami. Ninainua mikono yangu, shala ya kunyenyekea mbele za uso wako. Wewe unajua maisha yangu, umekuwa ukiyafuatilia kwa ukaribu kabisa. Roho Mtakatifu umekuwa ukiongea
umekuwa ukisema nami kwa njia mbalimbali, kwa njia ya ishara, kwa njia ya mawazo, kwa njia ya ndoto. Lakini Mungu, wewe unajua mara nyingi sijatenda sawa sawa na sauti yako. Asubuhi ya leo ninanyenyekea kwako, ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba kwenye eneo lolote ambalo ulikusudia mabadiliko, mimi nikapuuzia sauti yako. Asubuhi ya leo ninanyenyekea, ninaomba toba, ninaomba toba. Nirehemu Bwana. Wakati mwingine nililia na kuomba kwamba Mungu uingilie kati juu ya maisha yangu, uyabadilishe, nione neema, nione miujiza. Uliposema na mimi sikuzingatia. Ninaomba Bwana unirehemu kabisa, unirehemu kabisa, unirehemu kabisa. Kwenye moyo wangu nimezipa nafasi sauti nyingi, sauti za mazingira, sauti za wanadamu. Sijaipa sauti yako nafasi Bwana, kwa sababu ya kujihurumia, kwa sababu ya oga, kwa sababu ya hofu. Bwana, asubuhi ya leo ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba. Ninatubu Bwana kwenye kila eneo nililosalau sauti yako. Ninaomba toba. Nirehemu Bwana, nirehemu Bwana, nirehemu Bwana. Unisaidie tena kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana kwa toba, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Paza sauti yako mbele za Bwana, paza sauti yako. Wewe unajua kwenye eneo lako Mungu amekuwa akisema na wewe. Saa nyingine unajihurumia, saa nyingine unajihurumia.